Habari kubwa kabisa ndani ya Ulaya ni kuto kuhudhuria kwenye kikao cha NATO waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth na kumtuma mwakilishi ambaye hana nguvu sana. Hii ndio story kubwa kabisa watu wa Ulaya wanadiscuss. Na waandishi wengi wa Ulaya wamemuuliza katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kwamba iweje huyu bwana asihudhurie katika hichi kipindi kigumu kabisa tunachokipitia. Majibu sahihi hayakupatikana. Lakini kitu ninachowapenda watu wa Ulaya ni kwamba bado wanajifariji kwamba Marekani iko pamoja nao. Lakini mahubiri makubwa ya Marekani ni kwamba ni lazima tutoke kwenye dependence tuingie kwenye partnership. Hiyo ndio misamiati ambayo wa Marekani waliokuja kwenye huu mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa NATO Ubelgiji waliotumia. From dependence to partnership. Manake nyie watu wa Ulaya sio msiwaze kututegemea, bali sasa tushirikiane. Huu mzigo tuubebe wote. Lakini turudi nyuma kidogo. NATO haikuanzishwa kwa akili za watu wa Ulaya. Mimi lazima niwakumbushe watu. Idea ya NATO ni akili ya Marekani kutengeneza klabu ya kupambana na Soviet ambayo ilikuwa na siasa za ujamaa na kujitegemea, wakati upande wa pili wao walikuwa na siasa za ujambazi. Hasa siasa za ujambazi zimesha feli. Kimsingi Marekani anaishi kwenye uhalisia kwamba hapa haiwezekani. Kwa bado anawachombeza watu wa Ulaya kwamba bado tupo wote, lakini ishara zote kwamba Marekani ameshaiacha NATO ziko wazi kabisa. Wala huhitaji akili kubwa kwamba huyu bwana yupo na sisi kweli. Yaani maadui wameshaongezeka. Adui alikuwa ni mmoja, huyo mmoja mmemshindwa. Sasa hivi wako wangapi? 4. Urusi, Korea Kaskazini, China, Iran. Na wote hao huwa kwenye kikao cha NATO wanatajwa. Sio nawataja mimi, huwa wenyewe wanawataja kwamba hawa ndio wa maadui zetu wakubwa. Wakati NATO inaanzishwa, adui mkuu alikuwa nani? Soviet. Kwa akili zenu, Soviet ilivyosambaratika, Soviet ndio ulikuwa mwisho wake. Juzi waziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Ulaya, namuitaga waziri wa mambo ya nje, Kaja Kallas, alisema kwa zaidi ya miaka 100 na Urusi amekuwa akizishambulia nchi za Ulaya mbalimbali. Kwa nini aseme zaidi ya miaka 100 na Urusi? Manake anaihusisha Urusi na Soviet. Kwa maneno mengine, Soviet haikufa. Mchezo uliochezeka ni kuipunguza Soviet, yale matawi yasiyozaa yanayoisumbua Soviet, na kubaki Soviet ambayo ndio Soviet sahihi. Kwa hiyo story kubwa ya Ulaya ndio hiyo, kwamba kwa nini Pete Hegseth hakuhudhuria, na Mark Rutte anajitafuna tu, hajaja na majibu sahihi. NATO will continue to do just that in order to keep our 1 billion people safe. And with that, I'm happy to take your questions. Okay, let's start with the BBC in the 4th row. Thank you very much, Secretary General. I think you've already addressed the question of the fact that the US Defense Secretary has decided not to come to this meeting. I'm not exactly sure what he's doing instead. Are you? I know you downplay the significance of that. It's not a big deal, I think, in your view. But there are 16 US ambassadors to NATO and former Supreme Allied commanders who have issued a statement, a joint statement, affirming NATO's vital role to US national security. So they're clearly worried. I just don't understand why you're not worried. Have you read Brits Colby's intervention? It's now published. I've seen what he said. Yeah, it was. But he's the third most senior person in the Pentagon who's come. Brits Colby is the Undersecretary of Policy. He has been leading some of the current thinking in the United States for years, pivoting more towards the Indo-Pacific, at the same time acknowledging the importance of a United States firmly anchored in the NATO alliance. You will also read this in his introduction, which he made this morning. He also acknowledges that if there would be an attack somewhere in the Pacific, potentially, that it might be the case that Russia would keep us busy here.
So that for the US security, it is vital to have a strong NATO, but also for the US security, it's vital to have a stronger European presence within NATO. And that's exactly what's happening. We are ramping up the spending in Europe and Canada to protect ourselves better. So I think that presentation was exactly what was needed to acknowledge the immense progress made since Pete Hegseth's first speech here last year, where it was warranted to give that wake-up call, and now having had the summit in The Hague, and now seeing all the defense investments coming in, not only because the US is asking it, but because we collectively assess the Russian threat, and we have to defend ourselves against that and keep Ukraine strong. So I think what you see today is a NATO where the US is completely anchored, and at the same time a NATO where Europe is stepping up with Canada, taking more of a leadership role. And at the same time, what you are seeing is therefore a stronger transatlantic alliance. So, yes, I think, as I said, this for me was one of the most pivotal meetings I've been part of since I have visited NATO meetings since 2010. Kingine walicho discuss bana, hao waandishi habari walichouliza bana ni kwamba jamaa ameuliza swali zuri kwamba Macron ametoa idea kwamba paanze mazungumzo ya moja kwa moja ya Ulaya na Urusi, wasiachwe na kumwacha tu Trump na Putin. Lakini sasa huyu kiongozi wa NATO bado anamsifia tu Trump. Trump ndo ameanzisha, tumwache Trump. Unajiuliza, hawa watu hawajui thamani yao wenyewe mpaka Trump awapambanie thamani yao. Yaani kuna vitu vingine watu wa Ulaya wakiwa wanaongea mpaka unaogopa. Unajiuliza, hawa watu wanajitambua kweli? And just next to him, ICTV. Thank you. ICTV Kiev, my name is Volodymyr Runets, and thank you for this opportunity to ask you this question. President Macron of France has been very clear that he would like to renew some sort of dialogue, some sort of direct dialogue between him or entire of Europe with Putin and Moscow in general. Obviously, the EU is afraid to be left out in this negotiation process that the US initiated and is advocating. Is there an understanding, or is there an idea that probably NATO should as well talk directly to Putin or Moscow, or maybe renew some kind of cooperation as it used to have with them? Thank you. On this, it is my conviction that we all agree that it is the United States who had to break the deadlock. President Trump broke the deadlock in the peace negotiations with President Putin in February last year. That was crucial. And since then, he has been consistently driving the peace process through Marco Rubio and Jared Kushner and Steve Witkoff. They have been constantly on this. Ndugu zangu, kujitambua ni silaha kubwa sana. Sijui kama watu wa Ulaya wanajitambua. Na hata kama wajitambui, basi ni laana walizozitengeneza sehemu mbalimbali kwamba zisijitambue bali wao wajitambue, waendelee kuzinyonya. Ni muda wao sasa wa kutawaliwa. Waswahili, elimikeni. Tuelimike, tusiwe wasomi.